Ndugu waandishi wa habari, ndugu wafanyakazi wenzangu, ndugu wananchi wanaotusikiliza, wanaotuangalia, karibuni sana leo katika shughuli yetu fupi ambayo itakuja kuelezea mustakabali mzima wa tukio linalofuata, baadaye tutaelezea vizuri. Kwa kabla kuendelea mbele, wanapendelea sana nitambulishe ofisi yangu, ofisi yetu pamoja na wafanyakazi wenzangu ina majukumu gani. Ofisi hii imeanzishwa kwa mujibu wa sheria. Sheria yake ilikuwa sheria namba 6 ya mwaka 2021, na ofisi hii ina majukumu makubwa mawili. Jukumu la kwanza ni inashughulika na mali za serikali. Lakini jukumu la pili, ofisi hii inashughulika na mashirika ya umma ya serikali. Kwa hiyo sisi tuna kazi kuu mbili hizi ambazo ukiangalia kiundani zaidi, sisi tunasimamia mali za umma na mashirika ya umma. Kwa hiyo ofisi hii ilianzishwa ili kuendana na malengo na kuchochea uchumi wa Zanzibar, ambapo kwa bahati nzuri imeanzishwa chini ya utawala wa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi ambaye sasa ni Baraza la Mapinduzi. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, tupo hapa leo kutoa taarifa fupi tu ya nini kinachojiri au kwa taarifa wananchi, taasisi za umma na watu binafsi na wadau mbalimbali kwamba kutakuwa kuna jukwaa. Jukwaa hili litakuwa na maono ya utekelezaji wa agizo la Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar. Mwaka huu mwezi wa Januari, Mheshimiwa Makamu wa Pili alitoa agizo kwamba msajili wa hazina, nataka ulitekeleze agizo la kuwa na jukwaa la taasisi za umma. Kwa mimi baada ya kupewa agizo lile, tulikaa na wenzangu pamoja na mataasisi ambayo yapo chini ya msajili wa hazina na kwanza kulifanyia kazi. Kwa hiyo toka Januari mpaka leo bado mchakato wake unaendelea hatua baada hatua. Lakini leo tumeitana hapa kuelezea nini kinachofuata baada ya kupata agizo lile. Kwa hiyo kwanza jukwaa hili limepangwa kufanyika kwa muda wa siku 3. Ambapo tarehe 11 mwezi huu hadi tarehe 13 mwezi huu. Na litafanyika katika eneo ambalo tupo hapa leo, Golden Tulip Airport ya Zanzibar, ambazo tatu hizi tutakuwa na shughuli mbalimbali. Mimi kidogo nitazielezea kiufupi tu, hapo zangu nitakuelezea, lakini siku ya kwanza tarehe 11 mwezi huu kutakuwa kuna ufunguzi, na baada ya ufunguzi kutakuwa mada mbalimbali zitajadiliwa pamoja na mjadala ambayo itaendelea. Lakini siku ya pili tutaanza kufanya vitu mbalimbali ambavyo lengo lake mahsusi ya hii forum ambayo ilipangiwa. Lakini siku ya mwisho ambayo ni muhimu, tutakuja na maazimio, kwa sababu tunajua taasisi za umma zina changamoto nyingi. Kwa hiyo tumeamua kukutana sote, taasisi ambazo zipatazo 250 kutoka bara zitakuwa taasisi 50 na kuja 200. Kwa hiyo tukikaa pamoja kwa muda siku 3, siku ya mwisho tutakaa, tutakubaliana maazimio, afuta tutaendelea mbele katika hatua nyingine. Lakini siku hiyo ya 3 tutakuwa tuna majumuisho, lakini pia tutakuwa tuna sehemu au session ya kutoa zawadi. Ndani ya miaka hii 2.5 au 3 ambayo tuliongozwa na chini ya Sheikh Msajili wa Hazina, tulipata mafanikio mengi. Kwa hiyo kuna mashirika ambayo yamefanya vizuri, taasisi ambazo zimefanya vizuri. Kwa hiyo tutakuwa na utoaji wa zawadi kwa taasisi pamoja na wadhamini wa shughuli yetu hii. Kwa ndugu waandishi wa habari, kwa kifupi, kama mnavyojua, kwa sasa mazingira sasa yanavyoenda, ili uendane na kihali ya kiuchumi na utendaji, ni lazima mashirika umma yawe na nguvu au taasisi umma ziwe na nguvu katika kuchochea masuala ya uchumi katika nchi. Kwa hiyo wakuu wa taasisi za uwekezaji pamoja na taasisi za umma wana wajibu au wana majukumu ya kuendeleza agizo hili au pia kusimamia masuala mbalimbali ambayo itakwenda kuelezea kiundani juu ya mustakabali wa kazi zao za kila siku, lakini mustakabali wa uchumi wa nchi. Kwa hiyo huko nyuma kulikuwa kuna changamoto nyingi, lakini tukisema kama changamoto hizi ili tuendelee nazo vizuri, kwamba tuwe jukwaa. Huko sana jukwaa hili lifanya mambo mengi kidogo ya suesue, lakini leo tumeona kwamba umuhimu kwa jukwaa hili litasaidia kushughulikia vipaumbele vya mikakati kwa mashirikiano na kuwepo
na umoja, ushirikiano wa kikamati pamoja na mengine. Kwa jukwaa hili litakuwa ni sehemu nzuri la kuwa na misingi ya ushirikiano na kuwa na sehemu ya kuzungumza changamoto zetu na mengineyo. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, kwa tupo katika siku za kihistoria. Ndio mara kwanza Zanzibar kuanzisha jukwaa la taasisi za umma. Jukwaa hili litajenga mshikamano, litaimarisha utendaji kazi pamoja na kulenga mafanikio ya kiuchumi na kijamii kwa Zanzibar. Lakini kama mnavyojua, majukwaa kama haya huwa na kauli mbiu. Kwa jukwaa hili la kauli mbiu yake ambayo itakuwa ni uongozi bunifu, mashirikiano muhimu ili kufikia maendeleo endelevu Zanzibar. Kwa hiyo kama msajili wa hazina tumekuteni hapa ili muhabarishe kwamba ofisi inakwenda kufanya kitu muhimu ambacho kitatoa matokeo mazuri baadaye, na pia kitaweka pamoja sasa wakuu wote wa mashirika umma na taasisi za serikali. Kwa hiyo tumeitwa hapa ili kuanza kuhabarisha, wananchi wafahamu na waandishi wafahamu, wahariri wafahamu na wakuu wengine wafahamu kwamba Zanzibar sasa hivi inakuwa na jukwaa lake la kwanza la taasisi za umma ambalo mwaka huu tunalifungua. Kwa hiyo pembeni yangu hapa naye mwenyekiti wa jukwaa lenyewe, yeye atakuja kuelezea mambo mbalimbali ya jukwaa hilo, lakini pembeni yangu naye Dr. Said naye atakuja kuzungumza kidogo katika wadau wakubwa tulishirikiana nao mpaka tukafika hapa, akiwemo naye taasisi yake, watakuja kuelezea kiufupi mafanikio au faida la jukwaa hili. Kwa niaba ya wafanyakazi wenzangu wa ofisi ya hazina, na kushukuruni sana kuwepo hapa. Niko tayari kujibu maswali mbalimbali ambayo yatakuulizwa, lakini pia natoa rai pia mtusaidie hizi habari ziwafike wananchi, sababu hizi taasisi ni za umma. Kwa ili umma ufaidike na taasisi zao, lazima habari nao zifike kwa wakati na ziwe kidogo zina nguvu na zinaeleweka.